Na mfalme wa milele, tunaomba tukushukuru, tukuletea sifa na utukufu na shukrani kwa sababu umependezwa tena kutukusanyisha mbele zako katika jioni ya leo. Na mimi ni maombi yangu ya kwamba Mungu ukubali kuweko pamoja na sisi, ukubali kutuatamia, ukubali Bwana mtakatifu utuongoza katika neema hii, ukubali kuzungumza na maisha yetu, ukubali kutuhekimisha, ukubali kutuongeza. Asante kwa sababu uwepo wako ni mkubwa na umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi, na tunaamini kuendelea kuona matunda na matokeo ya kile ulichosema. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amina, amina. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kama nilivyokuwa nimekwisha kuambia tangu mwanzo, maombi haya yanachimbuka kwenye ujumbe wa Pasaka, wa kile ambacho Mungu alikionyesha kwamba kiliambatana Pasaka na Mungu anaweza akakifanya tena, na ana kusudio la kukifanya tena. Anatafuta kutujenga imani kama wale wa Israeli walivyoipokea na wakabadilisha majira, kalenda na kila kitu, wakafuta nyakati zilizotangulia juu yao, wakakubali nyakati zilizotangazwa na Mungu juu yao, na walipozikubali zikafanyika uhalisia kwenye maisha yao mpaka sasa. Niliwaambia katikati ya wiki iliyoisha, nadhani hii ambayo tunaimalizia leo, siku moja niliwaambia kwamba wale majitu walikuwa sio watu wa kawaida, walikuwa na nguvu nyingi sana kwa namna zote. Nguvu zao za miili yao zilikuwa ni nguvu nyingi sana, lakini uwezo wao wa vita pia ulikuwa ni mkubwa. Silaha zao zilikuwa ni silaha nzito sana, lakini Waisraeli walikuwa ni wadogo dogo, maumbile ya binadamu ya kawaida kama haya ya kwetu. Walikuwa ni watu wadogo dogo sana, lakini Mungu alichokifanya akawajalia kuwa na nguvu nyingi za vita, nitumie neno hilo, za vita. Uwezo wao wa kivita Mungu akaukuza. Pamoja na kwamba wale watu ni watu wa vita sana na wana nguvu nyingi, lakini Mungu akahakikisha uwezo wa wana wa Israeli wa vita na nguvu zao za kivita amezikuza juu ya wanefiri au juu ya yale majitu kwa mbali sana. Kwa kila yale majitu akipojaribu kupigana na wana wa Israeli, yakajikuta yanauawa kwa wingi tu. Na kuna wakati mwingine mtu tu mmoja, askari mmoja wa Israeli alikuwa anaweza kupigana na majitu halafu na waua yeye akiwa peke yake. Wana silaha kubwa na nzito kuliko za kwake. Saa nyingine anampokonya, anamua kwa silaha yake mwenyewe. Anampokonya jitu silaha halafu anamua kwa silaha yake mwenyewe. Mungu aliwainua wana wa Israeli wakawa juu zaidi kwa uwezo wa nguvu za vita. Japokuwa kwa muonekano wa nje, usipokuwa umeona wanavyopigana vita, unaweza kudhani ni watu dhaifu. Unaweza kudhani ukilinganisha na hawa watapigwa tu. Ulishawahi kuangalia mieleka kwenye runinga, wale jamaa wanapigana mieleka. Kuna mtu unamtazama au kwenye ngumi, unamaona tu unajua huyu amejiweka tu hapa, lakini atapigwa. Na kweli anapigwa. Waisraeli ungewadhania hivyo. Ukiona wanaenda vitani na wale mabwana, ukiwatazama unajua hawa wanaenda kupigwa. Lakini kinachotokea, kijana mmoja tu askari wa Israeli anaweza kupiga mengi tu. Na halafu saa nyingine anaweza kuwa hana silaha, akatumia za yule, akampokonya silaha na akampiga kwa silaha zake. Mungu aliwapa kitu cha zaidi juu ya majitu. Aliwapa nguvu ya zaidi sana juu ya majitu.
Na nikakwambia sisi tunapigana majitu yasiyoonekana, yako ulimwengu wa roho. Lakini hayo majitu ya ulimwengu wa roho nayo pia, mtu akikutazama wewe hivyo ulivyo, mama au kijana au baba, lakini navyoonekana kama mtu akikwambia sema tu mambo ya nguvu za giza hayaonekani kwa macho. Mimi sijajua Mungu angetujalia tunaona majini yanavyokatiza barabarani, yanalinganaje, yanafananaje na mapepo na maumbile yao na masura yao. Nadhani wengine wangekuwa nakufa hata kabla hawajapigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini najua kama yale ndio yaliyozaa yale, kama hayo tusiyoyaona kwa macho ndio yaliyozaa yale, basi na yenyewe yanatisha bila shaka popote yalipo. Huko kwenye ulimwengu wa roho yalivyo, bila shaka ni majitu yanatisha, ukiyaona unaweza ukazimia. Lakini kwa namna ile ile Mungu alivyowapa wana wa Israeli uwezo mkubwa juu ya wale, ndivyo Mungu ametupa uwezo mkubwa sana juu ya hayo yasiyoonekana. Mungu ametupa uwezo mkubwa sana. Ametupa nguvu nyingi sana sana. Na ni jambo rahisi. Ametupa tu jina. Linaitwa jina la Yesu. Amen. Jina tu la Yesu. Kwa sababu Yesu aliposhinda, alishinda kwa ajili yetu. Na alipomaliza ile mamlaka ya ule ushindi, sisi ndio tuliorithishwa. Akatupa ile. Tuna nguvu nyingi sana. Mwambie jirani yako, una nguvu nyingi sana. Sema tu siku zingine hujiamini. Mwambie tu hivyo hivyo. Siku zingine tu tatizo lako unashindwa kujiamini. Wengine wamekataa kuongea. Mimi najiamini bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wakati mwingine kinachotufanya tunakuwa dhaifu kama tunavyokuwa na tunaumizwa tunavyoumizwa ni kwa sababu ya kutokujiamini. Kanuni ni ile ile. Ile kanuni iliyotumika wana wa Israeli wakasema sisi ni mapanzi, inatusumbua. Yani ni ugonjwa wa panzi. Sema ugonjwa wa panzi. Usije ukaugua. Usikubali kuugua ugonjwa wa panzi. Ugonjwa wa panzi unaua. Panzi syndrome. Ugonjwa wa panzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Grasshopper syndrome. Ni ugonjwa mbaya. Unakufa hata mahali usingekufa. Unashindwa mahali ungeshinda. Ugonjwa wa panzi unakufanya unashindwa mahali uliandikiwa kushinda. Haleluya. Unauawa mahali wewe ndio ungeua. Wale jamaa wakaogopa sana sana. Waliposikia taarifa, walioona anasema tulijiona panzi, na hata ambao hawakuona wakajiona panzi hata hawajaona. Wale ambao wameletewa taarifa wakaanza kujiona panzi mbele ya kitu ambacho hata kukiona hawajakiona. Wakalia usiku kucha. Wakasema kwa nini mmetuleta huku? Mmetuleta tuwe mateka na watoto wetu. Wakalia kweli kweli. Baadaye Mungu alipowakemea wakasema kama ndio hivyo twende, wakaenda. Niliwaambia, jana nilikuwa naangalia ramani vizuri, kumbe wakati ule hata nilikuwa siangalia. Niliangalia ramani jana. Wakati ule nilikuwa nasema Kadesh Barnea walikuwa wako kusini kabisa kwenye nchi ambayo nchi ya Israeli sasa hivi inaanzia. Sasa jana niliangalia vizuri kwenye ramani, nikagundua walikuwa ndani zaidi kuliko ramani ya sasa.
Ramani ya sasa kusini zaidi, pointi ya mwisho kusini ni kwenye bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu ina matawi mawili hivi, moja linaenda hivi, lingine linaenda hivi. Waliovuka kwa ule muujiza wa Mungu wa kutoka Misri liko upande mmoja wa huku, alafu kuna lile upande wa huku liko kuna kimji kimoja kinaitwa Eilat. Eilat ndiyo iko kabisa kwenye nchi, inagusa kwenye bahari ya Shamu ya hili tawi la upande huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia pale Eilat ilipo na Kadesh Barnea hapo walipokuwa nalilia hivyo vilio, Kadesh Barnea iko ndani ya Israeli zaidi, yani iko kaskazini zaidi ya Eilat. Kwa hiyo ni kwamba walikuwa tayari wako ndani ya nchi yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ramani ya sasa walikuwa wameshafika, kwa maneno mengine, lakini walilia wakasema, mmetuleta huku kwa nini? Mmetuleta tufe na watoto wetu wawe mateka. Wakalia kweli kweli. Mungu alipowakemea kwa sababu ya kutokuamini kwao, wakasema sasa tunaenda. Musa akawaambia msiende, Mungu hayuko katikati yenu, msiende. Mungu ameshasema mnazunguka hivi miaka 40. Anasema sasa kama amesema hivyo tunaenda hivi. Wakakatisha. Wakakutana Wamaleki hapo mbele. Walipigwa. Haleluya. Milibani pale wakaenda. Mnasema sasa tusiogope twende, wakaenda. Musa akamwambia msiende. Hamjamsikia Mungu. Mungu amesema hii safari sasa ni ya miaka 40. Mnarudi hivi. Tunaenda. Mmesema twende. Wakaenda kwa nguvu. Musa akamwambia Mungu hayupo katikati yenu, msiende. Wakaenda kinguvu nguvu, wakakutana na Wamaleki hapo, maana nchi ya Maleki ilikuwa hapo. Wakapigwa sana sana, wakafa wengi mno. Lakini kinachowaua nini? Sema ugonjwa wa panzi. Panzi, kujiona panzi inaua. Usithubutu, usirudie. Mwambie jirani usirudie kabisa kujiona panzi. Usirudie kabisa. Kuna ogopa vitu upaswi kuogopa, vitu ambavyo Mungu ameshakupa ushindi juu yake, bado unaviogopa. Haleluya. Usiogope vitu Mungu ameshakutiishia chini yako kwa jina la Yesu. Usikubali kuviogopa tena. Wale watu walikufa kwa sababu ya hiyo kujiona panzi. Wakafa sana. Waliosalia Mungu akawazungusha miaka 40 nao pia wakafa. Sasa Mungu alipowatoa kule Misri kwa ajili ya Pasaka, mnafahamu nimeshawafundisha sana, nguvu iliyotoa kule Misri ni nguvu ya Pasaka. Yule kondoo aliyechinjwa ilikuwa nguvu ya kuwatoa. Mungu aliadhibu miungu ya Misri na zile nyumba zenye damu zote, wakawa salama na Mungu akawatoa baada ya kula Pasaka ile. Miongoni mwa mambo Mungu alisema nimeshafundisha, lakini nataka nizungumze jambo hili ambalo pengine nitaendelea nalo polepole katikati ya wiki hii tunayoendea. Kuongezeka. 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 Haleluya. Sikiliza, anasema hivi. Mambo ya Walawi sura 26 mstari wa kwanza tutasoma. Nitasoma mistari kadhaa hapo. Mstari some mpaka wangapi hapa? Ngoja nisome mpaka wa 13. Mambo ya Walawi sura ya 26 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Nikiwa naendelea sitafundisha muda mrefu. Mwinjilisti pale kaji utajiandaa kuja kuongoza maombi baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema usifanye sanamu yoyote
wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnara, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Zishikeni sabato zangu na kupastahi patakatifu pangu. Mimi ndimi Bwana. Kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, ndipo sema moja, nitazinyesha mvua zenu kwa nyakati zake. Haleluya. Jambo la kwanza Mungu anasema, nitahakikisha kwa nyakati zake hamtakosa mvua. Nitazinyesha mvua zenu kwa nyakati zake, na nchi itazaa maongeo yake. Maongeo maana yake maongezeko yake. Nchi itazaa maongezeko yake. Haleluya. Na miti ya mashambani itazaa matunda yake. Sema 2. Tena kupura nafaka kwenu kutaendelea hata wakati wa kuvuna zabibu, na kuvuna zabibu kutaendelea hata wakati wa kupanda mbegu. Nanyi mtakula chakula chenu na kushiba na kuketi katika nchi yenu salama. Mtakuwa mnavuna, mavuno na misimu inaenda inakutana, hamjapungukiwa. Haleluya. Mtakula na kushiba, na kwenye nchi yenu mtakaa salama. Hakuna atakaye wabugudhi kwenye nchi yenu. Haya ni mambo Mungu anawaambia watu. Amewatoa kwenye nchi ya mateso, amewaambia na wabadilishia nyakati. Huu ni mwaka wa kwanza kwenu, na mwezi huu ni mwanzo wa mwaka, mwanzo wa miezi. Anawaambia huko mbele mnakoendelea, kwenye ile nchi ya majitu, mkishapiga yale majitu mkakaa kwenye nchi. Haleluya. Jambo ambalo nadhani tumelifanya vizuri sana kwenye hizi wiki zilizotangulia, kwenye hizi siku zilizotangulia. Kama yapo yaliyosalia bado yatapigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema mkiwa kule, kitu kitakachofuata baada ya kuwa majitu, taanza kukutana na kuongezeka kwa kila jambo. Taanza kuishi kwenye ongezeko la kimungu, divine increase. Taanza kuishi mnakutana na ongezeko. Maongezeko yatawafuata, yatawazunguka. Mtaishi ndani ya maongezeko, mtazingirwa kila wakati na maongezeko. Akasema kitu cha kwanza nitawafanyia, nitahakikisha mvua yenu inakuja kila wakati inapohitajika. Muda wote mvua inapohitajika haitakosekana, ili nchi yenu izae maongeo. Mtapata mvua muda wote ili nchi yenu izae maongeo. Haleluya. Na mimi nataka kuona kwamba Mungu kwenye mafundisho haya na kwenye matabiri haya, mvua ya baraka itanyesha. Itanyesha mashamba yenu, itanyesha chakula chenu, itanyesha kazi za mikono yenu, itanyesha kila kitu. Mtaishi kwenye maongeo ya Mungu. Haleluya. Akasema kupura nafaka, manake mavuno. Mnapokuwa mnapura, manake
ile hali ya kufanya sasa muhifadhi mavuno kwa kuondoa zile pumba zake. Haleluya. Hiyo kazi itakuwa kubwa kwa sababu mavuno ni mengi. Yaani sio jamu na pura siku 2 umemaliza. Ni vingi. Ni vingi. Utapura mpaka msimu naisha bado hujamaliza kuhifadhi ghalani ulivyovuna juzi, msimu ule ulioisha. Inakutana na msimu mwingine. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Kupura nafaka kutaendelea hata wakati wa kuvuna zabibu. Mnamaliza nafaka, mnaingia kwenye zabibu, vinakutana. Naanza zabibu zenyewe hawapuri, wanashinikiza. Walikuwa naweka kwenye kitu kinaitwa shinikizo kwa ajili ya kukamua, kwa sababu zaburi inatoa juice. Yani by the time namaliza kupura nafaka, maana yake ngano na shairi na vitu vingine vya hivyo, mnaingilia kwenye zabibu. Naanza mashinikizo ya zabibu. Nayo ni nyingi mno kiasi kwamba sio kazi ya siku 2 wala sio kazi ya wiki moja. Zabibu zinaendelea kuiva, zinaiva. Ile ngano nyingine mliopanda msimu unaofuata mnaenda kuivuna, bado mnakamua zabibu. Kumaliza msimu wa zabibu, mmeshaingilia tena kwenye ngano tena. Ni kuvuna mfululizo. Mbia jirani yako, ni kuvuna mfululizo. Haleluya, haleluya. Ni kuvuna mfululizo. Ni kuvuna bila kukatisha. Haleluya. Kuvuna zabibu kutaendelea hata wakati wa kuvuna mbegu, wa kupanda mbegu. Nanyi mtakula chakula chenu na kushiba na kuketi katika nchi yenu salama. Nami nitawapa amani. Sema namba 3. Nami nitawapa amani katika nchi. Tena mtalala wala hapana atakayewatia hofu. Nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu. Wanyama wabaya ndio mapepo hayo. Mapepo, machawi, majambazi, si vitu gani vyote. Sumbufu kwa kila aina. Haleluya. Watu wasumbufu kama hao Paulo aliwaita hayawani wabaya. Mungu alinokuwa na hayawani huko Efeso, si wapi. Haleluya. Kimaanisha yale majamaa yasiopenda injili, masumbufu yanaoua wahubiri injili. Haleluya, haleluya. Waita hayawani. Mungu akasema na wana wa Israeli, nitawaepusha, nitakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu, wala hautapita upanga katika nchi yenu. 4. Nanyi mtawafukuza adui zenu, nao wataanguka mbele zenu kwa upanga. Tazama leka jirani na wewe, mwambie, yani salama yako uendelee kwa rafiki yangu. Siku kijisahau kataka kwa adui yangu, umeenda. Haleluya, haleluya. Yani atakayejaribu kwa adui, atoke wapi, kijijini, mjini, mashambani, wapi, akajaribu kuwa adui, ameenda. Ndio niko natabiri hivi. Yani hapa mimi niko nasoma unabii wa kanisa hili baada ya Pasaka 2025. Haleluya. Akasema, nanyi mtawafukuza adui zenu, nao wataanguka mbele zenu kwa upanga. Na watu 5 wa kwenu, wangapi? 5 watafukuza watu 100. Hiyo nguvu naiona ya kawaida hiyo. Yani manefiri 100 yanafukuzwa na watu wa kwetu wangapi? Ambia jirani yako, hii sio kawaida. Na hii ndi nakuja. Mimi nawaambia kunatokea victory, kunatokea ushindi ambao sio wa kawaida. Ulimwengu wa roho na achilia juu ya kanisa hili, ushindi haujawahi kuonekana na maongezeko. Haleluya, haleluya.
Anasema hivi, na watu 100 wa kwenu watafukuza watu 10,000. Yaani mkiwa 100, kama hapa sisi tuko zaidi ya 100. Shetani yuko hali mbaya, kwa sababu anasema watu wakishafika 100 tu wanafukuza 10,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Maombi tu yanaombwa hapa na watu hawa wachache sisi tunakaribia 100 hapa, 10,000 wameenda. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na adui zenu wataanguka mbele yenu kwa upanga, nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi. Sema kuongezeka. Kanisa hili litajaa na kufurika kwa jina la Yesu. Anasema hivi, nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitalithibitisha agano langu pamoja nanyi. Nanyi mtakula akiba ya zamani mlioweka siku nyingi, tena hayo ya zamani mtayatoa ili myaweke yaliyo mapya. Haviishi. Sema haviishi. Chakula hakitaisha. Hela za zamani za pisha mpya zinazoingia. Haleluya. Upako unaendelea kuongezeka, hauishi wala haukauki. Nguvu ya Mungu haikauki, neema haikauki, kibali hakikauki, baraka hazikauki, kila kitu hakikauki. Haleluya, haleluya. Mtakula akiba zamani mlioweka siku nyingi, tena hayo ya zamani mtayatoa ili myaweke yaliyo mapya. Nami nitaiweka maskani yangu kati yenu. Hiyo ndio kubwa zaidi. Unajua walipigwa, nimewaambia kwamba Musa aliwaambia mnaenda kupigwa kwa sababu Mungu hayupo katikati yenu. Sasa kitu Mungu anaongea hapa, anasema nitaweka makao katikati yenu. Anasema nami nitaweka maskani yangu kati yenu, wala roho yangu haitawachukia. Nami nitakwenda kati yenu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, niliyewaleta mtoke katika nchi ya Misri ili msiwe watumwa wao. Nami nimeivunja miti ya kongwa lenu, nikawaendesha mwende sawa sawa. Jina la Yesu libarikiwe. Sharti alilotupa ni moja tu. Hizi sabato zangu, hizi sheria zangu mzizingatie. Ndio hiyo jambo amesema. Na mimi kila siku niko hapa nafundisha kanuni zake. Mzingatie tu hizo. Haya maneno yanatokea kwa jina la Yesu. Tena yanatokea kwa uhalisia. Jihadhari uzingatie hizi kanuni ninazokufundisha. Haya maneno yataishi kwako katika jina la Yesu. Tunaanza maombi tukaendelea nayo wiki nzima, tazungumza ongezeko. Nataka imani yako ijengwe kwamba Mungu anakwenda kukuongeza sasa. Mungu anakuongeza kwa namna zote katika jina la Yesu. Nakwenda kuishi katika ongezeko la kimungu katika maeneo mengi katika jina la Yesu. Kwa hiyo tutaendelea namna hiyo. Karibu mtumishi wa Bwana kutuongoze kwenye maombi ya jioni ya leo. Mwambie Bwana, najiconnect na ongezeko. Najiconnect, naanza kuingia katika imani ya kuongezeka. Anza kuona maisha yako yanakutana na ongezeko. Anza kuona biashara zako zinaenda kwenye ongezeko. Anza kuona imani yako inakwenda kwenye ongezeko. Anza kuona afya yako inaenda kwenye ongezeko. Anza kuona kila kitu kinachokuzunguka kinakwenda kwenye ongezeko katika jina la Yesu Kristo. Na ujiungamanishe katika maombi haya.
2021, ili Pasaka ya mwaka huu iwe Pasaka ya utofauti kwenye maisha yetu, iwe Pasaka ya utofauti katika kanisa, iwe Pasaka ya utofauti kwa watoto wetu, ili iwe Pasaka ya tofauti kwenye kizazi chetu, kwenye mifugo yetu, kwenye mazao yetu, kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, wewe uliyetubariki, wewe uliyetuongeza, wewe uliyetubariki neno kupitia mtumishi wako na madhabahu yako iliyoko mahali hapa, jioni ya leo tunaomba tena baraka zetu ziendelee kumiminika, maana Wamethili na Wafilisti wote wale wanafari wote wameshaanguka mbele yetu, wameshaanguka mbele yetu, wameshaanguka mbele yetu. Mungu wa uzima, Mungu mwenye